Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Basi ni wakati mwingine tena tunazidi kulibariki na kuliinua jina la Bwana Mungu wa Israeli. Naomba tuende tujifunze somo ambalo linaitwa ukamilifu wa mtu wa Mungu au ukamilifu wa mtu wa Mungu. Naomba tufungue kitabu kile cha Wakorinto wa pili sura ile ya 12 mstari wa 9 na wa 10. Nitasoma. Naye akaniambia, neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Kwa hiyo napendezwa na udhaifu na ufidhuli na misiba na adha na shida kwa ajili ya Kristo. Maana niwapo dhaifu ndipo nilipo na nguvu. Mtumishi wa Mungu Paulo anasema, amefunua hili neno ya kwamba alipo dhaifu ndipo alipo na nguvu. Sisi tunakwenda kujifunza leo ukamilifu wa mtu wa Mungu. Mtu anakamilikaje mtu wa Mungu? Unatokeaje ukamilifu kwa mtu wa Mungu? Mungu alipomuumba binadamu, alimuumba na udhaifu. Mungu alipomuumba binadamu, ndani ya binadamu alimuumba na udhaifu. Ndio maana Yesu alipokuwa anakuja duniani alikuwa anawatafuta watu ambao ni wadhaifu, sio wenye nguvu. Yaani lile eneo la udhaifu lile likikaliwa na kitu ndani yako, basi wewe unakuwa una nguvu za kile kitu kilichokukalia. Mungu unapozaliwa tu anakuumbia na udhaifu ndani yako. Kusudi la kukuumbia ule udhaifu ili yeye aje akae pale azifanye kazi zake. Ili yeye aje akae kwenye ule udhaifu, viwete watembee. Huyo ndiye atakuja kuwa askofu mwenye makanisa mengi, lakini chanzo ni udhaifu. Bila udhaifu utoboi. Bila kuwa na udhaifu umuoni Mungu. Bila kuwa na udhaifu huwezi kuziona nguvu za Mungu. Kwa sababu Mungu anakaa ndani ya udhaifu wa binadamu, alafu anaanza kuzitenda kazi zake kupitia ule ukilema ule. Kilema. Binadamu wote tunapozaliwa tunazaliwa na kilema. Niposa unaweza kuona jamii nzima kila mtu ana mguu mfupi. Kale ka udhaifu kale. Unaweza kukuta jamii nzima unazaliwa watu wote hawana sikio moja. Ule ndio udhaifu. Ndio picha ambayo ninakupa ambayo Mungu amemuumbia binadamu. Wote wanaozaliwa wanazaliwa na ka udhaifu kale. Kanaweza kakaa ka udhaifu. Wote tunakuwa na udhaifu wa aina hii, wa aina moja. Ile ni nafasi ambayo Mungu ameiweka kwa ajili yake, ili yeye kama ni mguu mfupi au nyoshe uwe kawaida. Atakaye kuondolea udhaifu ni Mungu, na udhaifu hauondolewi kwa kuombewa, unaondolewa kwa kujazwa nguvu za Mungu, kwa kujazwa Roho Mtakatifu. Ukimpokea Yesu na kumwamini Yesu na kumkiri kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, Mungu akakusamehe, Yesu akakusamehe dhambi zako, unapokea ujazo wa Roho Mtakatifu. Anaenda kukaa kwenye udhaifu. Ndio maana anaitwa msaidizi. Mimi nikiondoka nitamtuma kwenu msaidizi. Ni Roho Mtakatifu anakuja kukaa kwenye udhaifu wake. Ndio maana mtu anapokea nguvu. Ndio maana mtu ananena kwa lugha. Ndio maana mtu anaponya watu, vipofu wanaona, viziwi wanasikia, viwete wanatembea, wenye dhambi wanahubiriwa, wanasikia moyo wa toba na wanatubu na kumkabidhi Yesu maisha yao. Kwa sababu gani? Mungu ameingia ndani ya udhaifu wa binadamu na anawahubiria watu. Kwa kile chenye udhaifu ndani yako, kile ndio Mungu anachokitaka kukitumia kubadilisha ulimwengu. Ulimwengu ubadilishwe na vitu vikamilifu. Mambo makubwa hayatokei kutoka kwa watu wakamilifu. Mambo makubwa au mambo ya kubadilisha vitu yanatokea kutokana na kutokuweza kwa mtu. Mheshimu sana mgonjwa anayeumwa sana mahututi. Nguvu za Mungu zinaweza zikashuka juu yake na kumfanya yule awe mtu mwenye nguvu. Mtu ambaye hawezi kufanya kitu fulani. Hebu angalia Musa. Musa alikuwa hajui kuongea, alikuwa na kigugumizi. Lakini angalia matendo ambayo Mungu ameyafanya kupitia Musa. Hakuna mtu mwingine ambaye ameweza kuyatenda kabla ya Yesu Kristo. Hakuna mtu mwingine. Kazi kubwa, kazi za ajabu, kazi za kutisha, maongozi ambayo Musa alikuwa anaongea na Mungu live, uso kwa uso hivi. Na Musa anaituliza hasira ya Mungu. Mungu anamwambia Musa, hebu niache mimi niwaangamize hawa watu, alafu nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Musa anamuomba Mungu, hasira ya Mungu inapoa. Wewe unaweza kuipoza hasira ya Mungu? Wewe mkamilifu ambaye ukosei wewe. Wewe unayehukumu wenzako wewe. Unaona kwamba wenzako ndio wenye dhambi sana, wewe ni mkamilifu. Wewe. Unaweza kuipoza hasira ya Mungu? Bila Mungu hatuwezi kufanya neno lolote. Bila Mungu hatuwezi kufanya jambo lolote. Bila Yesu hatuwezi kubadilisha kitu chochote, hata katika jamii inayokuzunguka hapo. Huwezi kuua hata nzi bila Yesu Kristo. Yeye ndiye azifanyaye kazi zake ndani yetu.
na hafanyi kazi ndani ya mtu aliyekamilika. Anataka watu wale wadhaifu, wenye dhambi. Sikuja kwa ajili ya wakamilifu, bali wenye dhambi wapate kutubu. Yeye anawataka sana wale wadhaifu, ndio rafiki zake, ndio watu wake wa karibu, ndio upendo wake yeye unakuwa kamili, unaleta maana kwa wenye dhambi na watu ambao wanatakiwa watubu. Ndio sisi wote ambao tumeungama na tumetubu na tumempa Yesu maisha yetu. Ndipo sasa Yesu anakuja kututumia kusema kitu kwenu, kuongea kitu kwenu ambacho kitaleta badiliko, ambalo atafanya kitu kupitia wale watu ambao wamewasamehe dhambi. Mtu hawezi kufanya kitu isipokuwa amesamehewa dhambi. Mtu hawezi kufanya neno lolote isipokuwa amesamehewa dhambi. Mtu yule ambaye ameondolewa dhambi ndio anaweza kusimama mbele za Mungu na kusema chochote, sio watu wakamilifu. Kwa hiyo wito wa Yesu na upendo wa Yesu ni kwa wote ambao bado hawajatubu, wote ambao bado hawajaokoka, wote ambao hawajampokea yeye kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Wewe ambao umetumia udhaifu wako kwa kwenda kwa waganga na kutafuta nguvu, wewe ambaye unategemea vibuyu ulivyorithishwa na baba zako, ulivyorithishwa kwenye ukoo wako, wewe ambaye ndani mwako umeweka mairizi na unafuga nyoka na una kila aina ya vitu ambavyo ndivyo unavitegemea vikupe ukamilifu, Yesu anakupa pole, maana hautauona uzima wa milele usipotubu. Hautauona uzima wa milele, hutapokea msaada. Wewe mtu ambaye unafanya vitu hivyo, ndio Yesu anakutaka leo utubu, uache kudhuru watu, uache kuua watu, uache kuumiza watu kwa uchawi, uache leo, uache kuwafanyia mambo ya kuwadhuru watu, uache kula watoto wakati wajawazito wanajifungua, uache kuua wajawazito na kuacha watoto wao, uache kuua mama na mtoto wakati wa kujifungua, uache leo. Rudisha vitu hivyo unavyovitumia kufanyia watu mambo mabaya. Uache kusababisha maajali mabarabarani, uache. Ndio unatenda dhambi, lakini hadi sasa Yesu hakuhukumu, bado anakupenda sana, anataka uache. Huo ni udhaifu ambao uko ndani yako, na Yesu anakupenda hivyo hivyo. Unavyoua watu kwa ajali za barabarani, unasababisha ajali, watu 100 wanakufa, 10 wanakufa, unasababisha ajali za hivyo. Yesu anakupenda hivyo kwa sababu ya ule udhaifu ulio ndani yako. Ndicho anachokupendea Yesu. Binadamu tunapenda watu wenye muonekano mzuri. Binadamu tunapenda watu wenye sura nzuri. Binadamu tunapenda watu wenye pesa. Binadamu tunapenda watu ambao wanatusaidia sisi. Lakini sivyo alivyo Yesu. Angalia umbo la nje. Hakuna kitu ambacho Yesu anakipenda kwa binadamu kama udhaifu. Ndio maana Mungu umwambii chochote kuhusu wanadamu. Yaani umwelezi chochote, anawapenda mno. Anawapenda mno. Anachowapendea kwa sababu ni dhaifu. Kwa nini asimpende shetani? Shetani aliumbwa mkamilifu. Malaika wenyewe wale Mungu hawapendi kama anavyotupenda si wanadamu. Malaika wote ni wakamilifu. Wawe malaika ambao wako upande wa Mungu au wale walioasi, wote waliumbwa wakamilifu. Hawakuumbwa na udhaifu. Binadamu tu. Ndio maana Mungu ndio aliyemuumbia udhaifu kwa kusudi, akiwa na maana kwamba yeye ndio ataketi pale. Udhaifu wa binadamu ndio kiti cha enzi cha Mungu. Kupitia pale ndipo yeye anazitenda kazi zake. Kupatia udhaifu wa binadamu ndipo Mungu anabariki watu wake. Ndipo Mungu anawazidisha watu wake. Ndipo Mungu anawatendea mema watu wake kupitia udhaifu wa binadamu alio ambao binadamu amejitambua na kutubu. Mungu anaketi katika ule udhaifu kuwahudumia watu wake. Ndugu yangu, dhambi hazimtishi Yesu. Katika vitu ambavyo Yesu haviogopi ni dhambi. Yaani hivyo havimtishi. Kwa sababu dhambi kwa Yesu ni kitu kidogo sana. Alishaishinda, alishaifuta, alishaiondoa, na baba wa dhambi alishamharibu. Kwa hiyo wewe leo unavyotenda dhambi Yesu havimsumbui. Kinachomsumbua wewe hutaki kutubu. Ndio kinachomsumbua Yesu. Wewe hutaki kugeuka na kuacha uchawi, na kuacha ulevi, na kuacha zinaa, na kuacha uasherati, na kuacha usengenyaji, na kuacha kusema uongo. Maana shetani ndiye baba wa uongo. Hicho unachokifanya sio cha Yesu, ni cha shetani. Acha. Leo umwamini Yesu. Yesu anakupenda hivyo unavyokosea. Hivyo unavyodhuru watu hivyo unavyotumia ujanja kutapeli watu na kuibia watu. Hivyo ulivyo. Yesu anakupenda hivyo unavyowakalia watu usiku
Hivyo hivyo unavyominyaminya watu, Yesu bado anakupenda hivyo hivyo. Anataka wewe utubu, anataka wewe uokoke, anataka wewe ujitambue kwamba wewe ni mwenye dhambi. Ufanyi vile kwa akili zako wala kwa ufahamu wako. Yupo mwenye nguvu nyuma yako anayekulinda ili ufanye vile unavyofanya, na ole wako usifanye vile, kwa sababu unalindwa na mtu mwenye nguvu. Yupo nyuma yake, wewe haumwezi huyo mtu mwenye nguvu. Lazima aje mwenye nguvu ambaye ni Yesu Kristo, aliyemzidi nguvu huyo aliye nyuma yako, anayekutumikisha wewe kwenye dhambi. Huwezi kushinda dhambi kwa kusikilizia kwamba labda nitaasha mwakani, nitaasha mwaka ujao. Sawa ya wokovu ni sasa. Unaposikia neno hili, yupo mwenye nguvu kuliko huyo mwenye nguvu anayekutumikisha kwenye uchawi. Yupo Yesu Kristo mwenye nguvu kuliko huyu, naye anataka leo amfunge huyo mwenye nguvu anayekulinda wewe uroge watu. Anataka amfunge na kumnyang'anya silaha zake zote, alafu akuweke wewe huru. Anasema yeye nira yake sio nzito. Nira yake yeye ni laini sana. Kuambatana na Yesu hakutakuumiza wewe. Hakutadai uwe watoto wako. Hakutadai uwe ndugu zako ili upate vitu. Nira yake ni laini na mzigo wake ni mwepesi. Mzigo wa Yesu unabebeka. Nira yake Yesu haiumizi. Ni nira safi, haiumizi. Acha hizo nira ngumu. Acha nira ngumu. Acha nira ngumu. Huo udhaifu ulio nao Mungu alikuumbia yeye. Usijikinai. Usijione kwamba wewe hufai kwenye jamii, pamoja na yote hayo unayoyatenda. Pamoja na kwamba uliua watu wengi. Pamoja na kwamba ulichinja watu. Pamoja na kwamba ulikaba na kuibia watu, chochote ulichokitenda, Yesu leo anatangaza upendo wako kwako. Anakupenda hivyo hivyo. Upendo wake ukupelekee wewe kutubu na kuacha yale unayoyafanya. Wala hakuhukumu kwamba wewe uliua watu wengi. Ila usipotubu ukaondoka katika dhambi, umehukumiwa. Lakini sasa unayo nafasi ya kutubu na kuacha dhambi na kuungama na kuokoka na kumkabidhi Yesu maisha yako, umuishie Yesu ili akae ndani yako hata atakapoweka adui zake chini ya miguu yako. Akiwa ndani yako, hao adui walikuwa wanakutumikisha mwanzo, akiingia ndani yako, yeye atawatiisha na kuwaweka chini ya miguu yako. Ndio maana utakuta unashinda ulevi, ulikuwa uwezi mwanzo kuushinda. Ndio maana utakuta unashinda uasherati ambao ulikuwa uwezi mwanzo kuushinda. Ndio maana utakuja kukuta wewe unaushinda uchawi na nguvu zote za kichawi. Kwa sababu gani? Aliyeingia ndani yako amewaweka adui zako kwa chini ya miguu yake. Chini ya miguu yake anawaweka, akiwa moyoni mwako, ndani yako, ulipompokea na akiwa ndani yako. Yeye ndiye anayewafanya adui zake ambao wako ndani yako kuwa chini ya miguu yake, anawatiisha. Vile vitu ambavyo ulikuwa uwezi mwanzo, wewe ulikuwa unaogopa wachawi, hautaogopa tena. Wewe ulikuwa unaogopa magonjwa. Maana yeye anajishughulisha na mambo yetu, anajishughulisha na misiba yetu, anajishughulisha na tabu zetu na adha zetu na shida zetu na mahitaji yetu na magonjwa yetu na mapungufu yetu. Haya yote ninayokuambia Mungu anaweza kuyafanya. Mungu anaweza kuyatenda. Mungu anaweza kufanya kwenye maisha yako. Ushauri wangu na kitu ambacho wewe kitakusaidia sasa, ili usionewe tena na shetani, ili asiwepo mtu anayekulinda na silaha zake kali kukulazimisha wewe kufanya jambo usilolitaka. Utafanya kama hutaokoka. Ila ukiokoka, yule mtu mwenye nguvu anafungwa, ananyang'anya silaha zake, wewe unakuwa huru. Unajifunga nira ya Yesu, unamtumikia Yesu. Unakuwa mtumishi wa Yesu. Huwezi kuacha kitu mwenyewe. Huwezi. Haiwezekani, ni ngumu. Kwa sababu ule ni utumwa. Yupo mtu anayekutumikisha afu anakulinda ili ufanye kile kitu. Mlevi asipolewa anajisikia kiu sana, hawezi hata kulala kabla asipolewa. Hawezi kwenda kulala kama hajapata kidogo, hawezi. Kwa sababu gani? Analindwa, lazima akifanye kile kitu. Yupo anayemlinda. Kwa hiyo leo ukimpokea Yesu na kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, haya mambo yote haya Yesu atayaweka sawa. Huyo mwenye nguvu anayekuonea hata kuonea tena, atafungwa na kunyang'anya silaha zake zote. Kwa hiyo sasa nakushauri umpokee Yesu. Umwamini yeye. Mimi niko tayari kukupatanisha na Mungu. Niko tayari kukuombea ili Yesu akusamehe dhambi zako. Hata kama ulifanya chochote. Niko tayari kukuombea. Tukimuomba Mungu, unakuwa kiumbe kipya, ya kale yote yamepita, tazama yanakuwa mapya, unazaliwa upya katika namna ya rohoni. Kwa namna ya rohoni unazaliwa upya. Unakuwa kiumbe kipya. Unakuwa kama mtoto mchanga aliyezaliwa leo. Unaendelea unakuwa, baadaye unafikia kimo ambacho cha utimilifu wa Kristo. Lakini leo unatakiwa uokoke. Okoka leo. Usisubiri kesho. Kesho hujapewa. Wewe umepewa kuishi leo. Kesho unaijua inafananaje? Unajua lolote litakayotokea kesho, ujui. Wewe unafahamu leo. Sasa hivi ndio unafahamu. Hivyo mpe Yesu maisha yako. Usiseme nitaokoka kesho wala kesho kutwa wala mwaka ujao. Ya mwaka ujao sio ya kwako. Okoka sasa hivi. Naomba unitafute kwenye 0717 756317.
0717756317. Nitakuombea mbele za Mungu. Nitakuombea. Mungu ataingia kwenye udhaifu wako. Hata kama kuna dhambi ambayo wewe ulikuwa unaona inakushinda na unataka kuiacha lakini huwezi. Unajitahidi kuiacha lakini huwezi. Huyo ni mtu mwenye nguvu. Nitafute, tutamwita Bwana Yesu, naye atamfunga huyo mtu mwenye nguvu, nawe utakuwa mzima. Shalom, shalom. Mungu awabariki.